Na karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari kama kawaida yetu ya kila siku. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie katika mji wa Baraka. Ni kwamba muungano wa mashirika ya kiraia umeitisha siku mbili bila kazi kuanzia siku ya kwanza na siku ya pili ya tariki 8 na 9 mwezi huu ndani ya mji wa Baraka, ambako raia wote wa jiji hili wanaombwa kuheshimu hatua hiyo. Akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bwana Kakozi Chakubuta Jojongonda, mwenyekiti wa shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka, amesema kuwa wanaendelea na siku bila kazi ili serikali kuu ijibu hitaji lao. Nia na mazumuni ya kuja kwenye radio ni kuinforme population yetu ya vile ya Baraka na aux environs ya vile ya Baraka. Ni baada ya kikao ambapo imeshirikisha mashirika zote za kiraia, wachukuzi wote wa jiji la Baraka, watransportere wote wa jiji la Baraka. Pia tumekuwa na watu wa mouvement citoyen ama mavuguvugu, mashirika za vuguvugu, ambapo tumeongea na kusema kwamba ni lazima tushindikize serikali ya Kongo ikubali matakwa ya raia, kwamba siku ya kwanza tariki 8 na siku ya pili tariki 9 hakuna kazi yoyote katika jiji la Baraka. Hakuna yoyote yule ambapo atafungua aktivite yoyote ile commercial au wa transportere kutembea au watu wa maboti kutembeza, hadi pale ambapo serikali tasikia lalamiko ya sisi raia kwamba lazima Olivier Gasita atoke katika jiji la Uvira na province yetu ya Sud Kivu kwa ujumla. Upande wake Bwana Orfe Amone Akamengele, coordinator wa shirika la CGO, amesema kuwa shughuli zote za kibiashara hazitafanyika isipokuwa hospitali, duka za dawa na redio. Tumekutana na leo Jumapili tariki 7 na mashirika mengine yote kwa ajili ya kuangalia jinsi gani tufanye mgomo baridi ya pamoja na ndugu zetu ambao wanakuwa hapo Uvira kwa ajili ya kuinsiste juu ya depare ya ule Olivier Gasita ambaye anakuwa kama vile na jeuri, hataki kusikiliza ile matako ambayo raia inahitaji kwake, na vile vile kuomba serikali ya Kongo kwa kusikiliza malalamiko yetu. Tunahitajika sisi sote tujumuike pamoja ili tuombe aondoke pale Uvira ambapo alipo, asije kafanya ili jiji la Uvira lipate kutekwa mateka. Ndio maana naita mastructure zote katika province ya Sud Kivu, katika territoire ya Fizi, mahali popote hapo wanakuwa msektere zote 4 za territoire ya Fizi, tujumuike pamoja ili tuende kulomba haki yetu, yule ndugu atoke pale Uvira na amani ipate kurudia kama vile kawaida. Tutaambia raia kile ambacho kitafanyika baadaye. Tuna observe kwanza 2 jours ya ville morte Fizi mzima, sektere zote na jiji la Baraka, na baada ya hiyo 2 jours kama atoki Uvira tutawakuja tena kuambia nini ambacho tutakifanya ili tupige pression ya nguvu gouvernement ipate kurepondre kwa mabesoin ya raia. Hakutakuwa masomo yoyote ile ambayo itasoma siku ya kwanza mpaka siku ya pili. Soko zote zitakuwa zinafungwa. Hakuna kazi yoyote ambayo itatekelezwa mwizi siku mbili za ville morte ambayo tumeorganize. Ina maana kwamba hakuna aktivite yote ile ambayo itatendeka katika hizi siku mbili. Wanafunzi wabaki nyumbani, wamama wa biashara, walimaji wabaki manyumbani. Hakuna kazi yoyote ambayo itatendeka kwa hizi siku mbili mpaka pale ambapo siku mbili zitapita. Mardi tunamaliza, ndo tunaingia katika kazi zetu. Hakuna kazi yoyote tarafani Fizi na katika jiji la Baraka, eneo pote ambapo raia wanahitaji huyu General Olivier Gasita aondoke, wasitumike. Hakuna kazi, tunasema tena, hakuna masomo, hakuna soko, hakuna yoyote chochote kile ambacho kitafanyika, isipokuwa tu mafarmasi zitakuwa wazi na madispensaire, mahopito zote zitatumika siku ya kwanza na siku ya pili kwa ajili ya afya ya raia, lakini wengine wote hawatatumika siku ya kwanza na ya pili mpaka pale ambapo tutamaliza 2 jours ya ville morte. Mwishowe Mkunji Elisha Le Simple ameomba kwa waendesha pikipiki wote kuto kufanya kazi yao ya uchukuzi ili kuomba serikali kuu ya Kinshasa waweze kujibu kwa kuondoa Jenerali Gasita katika mji wa Uvira. Mkunji Elisha ameomba kwa waendesha pikipiki wote kubaki manyumbani. Nakuja kama vile mwakilishi wa shirika za wachukuzi
kuja kupana message kwa watransportere wote ya kwamba kulingana na kikao ambacho kiliweza kufanyika leo, ambapo shirika zote za kiraia zilikuwa zikijumulika pamoja ndani ya chumba cha mkutano cha vijana, tuliweza kukubaliana kwamba kulingana na hali ambayo inaendelea ya serikali kushindwa na kumtosha General Gasita ambao waliweza kumtuma hapa kwetu jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya kuja kufanya kazi zake za kijeshi, na ambapo kulikuwa hali ambazo zilionekana za yeye kutokuwa mwaminifu na kuweza kupana mji wa Bukavu kwa siku zilizopita, tukaweza kuamua ya kwamba tuweze kuomba kuondoshwa kwa haraka kwa huyo generali, na hadi sasa serikali inabaki inakataa kumuondoa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini. Na hapo tuliweza kuamua kusema kwamba tufanye mgomo wa siku 2 bila kazi, na hiyo ni kuanza kesho siku ya pili hadi kesho siku ya kwanza hadi kesho kutwa siku ya pili, na hiyo ni kwa ajili ya kuomba kuondoshwa kwa generali huyo. Kwa hiyo nataka kuambia watransportere kwamba hiyo decision ni decision ambayo tulikamata kwa jumla sisi wote, na raia wote lazima watekeleze, na watransporter nao ni waraia sawa sawa na wengine. Nataka kupana tahadhari kwa wale watransporter ambao wanakuwa wanaweka vipengamizi kwa decision ambazo zinakamatiwa na societe civile, kuwaambia kwamba kufanya siku 2 bila kufanya kazi haiwezi kuharibu maisha yako, lakini zile siku 2 zile ambazo wewe utakaa chini zitatengeneza maisha yako siku zote, sababu decision ambayo serikali itatosha itakuwa ni kwa faida yako na ndio itatuma security inakuwa vizuri. Kama hakuna security, transporter hawezi kufanya kazi. Kazi ya transport unaifanya kama security yako iko vizuri, na hii ni maafara yenyewe tuko tunaomba security ya wananchi. Kwa hiyo wa transporter wote wakae chini, kusionekane pikipiki, gari, bajaje kesho wala siku ya pili ambayo natembea barabarani, kulingana na decision ambayo tuliweza kutoa kama vile viongozi wa shirika za kiraia zote katika jiji ya Baraka na tarafa nzima la Fizi. Vile kule katika mji wa Uvira ni kwamba mashirika ya kiraia na vuguvugu mjini Uvira zinapanga kuendesha maandamano ya amani siku ya kwanza tariki 8 Septemba 2025 kwa ajili ya kuomba Rais Felix Antoine Tshisekedi kumuondoa jenerali wa jeshi la taifa Olivier Gasita pa Uvira. Kulingana na kitangazo kilichoandikwa na miundo ya utetezi wa haki za raia mjini Uvira, imeomba kwa raia wa eneo hilo kujitokeza kwa wingi ili kuonesha mafadhaiko yao. Maandamano hayo ya amani mjini Uvira yataanza tangu siku ya kwanza hadi pale ambako serikali itaweza kujibu mahitaji yao. Na huko Ubwari ni kwamba uonezi wa kijeshi dhidi ya raia unaripotiwa kushamiri katika eneo la Lubanga kijijini Kongolo katika grupumenti ya Babwari sekta ya Mutambala tarafani Fizi, nao wanajeshi wazalendo kundi la Biloze Bishake Bishambuke. Duru za mahali zaongeza kuwa uonezi huo umeonekana kisha baba mmoja kushikwa na kamanda wa wazalendo eneo hilo na kupigwa bila sababu ya msingi. Tumezungumza na mmoja kati ya wakahaji wa eneo hilo la Kongolo ambaye hakutaka jina lako litajwe, ameeleza yafuatayo. Ile fasi ya Lubanga kwa kamanda mmoja wa Bishambuke mwenye atatiza raia pale sana. Nimekwisha kufikisha ripoti mara mingi sana kwenye uongozi wake sababu ya matabia zibaze kunafanya kupiga watu, kufunga watu hadharani, unyanyasaji, lakini uongozi wake hauchukui hata msimamo fulani zija kumukanya. Toshe jana jioni alimfunga baba mmoja anaitwa Chabela Wilonja. Duru za mahali zinasema kwamba mpaka sasa hajulikani aliko na iko anapigwa fimbo vikali sana na ule mwanajeshi. Ningelipenda serikali na viongozi wa zalendo wachukue jukumu juu ya kumtia ule jana chini, kwa sababu mwezi uliopita hapa nena kijiji alimuswata kaaji hapa tena masasi ilikuwa mida 2 ya usiku. Tunaona hizo tabia zake anaweza kufikia kuumiza wa raia. Tunaomba watusaidie sana jiji ya kutafuta usalama juu ya population ya kijiji cha Kongolo zaidi sana ya Lubanga. Na huko Malinde ni kwamba uongozi wa kijiji cha Malinde sekta ya Mutambala tarafani Fizi umewataka raia wa kijiji hicho kuheshimu kanuni za serikali kabla ya kuchukua hatua ya kuzika wanamemba wa familia yako ndani ya uwanja. Katika mazungumzo nasi, kiongozi huyo amesema kuwa sheria kali itachukuliwa kwa ambaye atakayeonekana kupinga hatua hiyo ya serikali. Aidha mimi saa kiongozi wa kijiji na kwa kana taratibu ya kuhimiza watu juu ya kuzika kienyeji, aidha kuzika ovyo ovyo, sababu kuko sheria iko pale inasema kama mtu kuzika parcele yake kuko taratibu ya kufanya juu ya kutimiza ile madokima ya leta.
to unaweza ruhusika kuzika mparcele yako kama unatimiza ile madokima, lakini kama kutimiza ile au ruhusike kuzika mparcele ile, ndio taratibu na kwa kutumikisha sasa vile kiongozi wa kijiji kwa kujulisha wakaaji wote kwa jumla, kila mtu apate kuelewa jambo hilo, juu hakuna mtu mwenye kuhuru ya sheria. Nataka kujulisha wakaaji wote wa kijiji amaende kama hakuna mtu mwenye kuhuru ya sheria. Ile jambo la muhimu zaidi sana. Kwa hiyo tutekeleze sheria. Atakayeenda kinyume sheria atafuatiwa na sheria kufuatana na makosa yenyewe amefanya. Tuheshimishe sheria yetu ya nchi ya Kongo, sababu kama unapenda zika mtu mweneo yako utimize ile matakwa ya serikali. Ukishatimiza ile utakuwa huru, lakini kama unaenda kinyume ya ile sheria itakufuata. Kumbe ya muhimu tufuate sheria gisi naongea, kama unapenda zika mweneo yako utimize matakwa ya serikali. Ile ndio ujumbe wangu ya mwisho naweza ongea. Tumalizie na huko Kinshasa ni kwamba rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameshinikiza serikali kuchukua hatua madhubuti ili kusapoti viwanda vya ndani na kupiganisha ufisadi mipakani. Mengi zaidi na Safari Limasi pamoja na Isaac Mulucha Ashibe. Mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi alikumbusha serikali yake uharaka na uhitaji wa kusapoti viwanda vya ndani na kupiganisha udanganyifu kwenye mipaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika neno lake wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri lililofanyika Jumaa Septemba 5, 2025, aliomba kwa serikali kukuza sera iliyogeuzwa kabisa kuelekea uhuru wa chakula na fursa za kitaifa. Isaac Napa na nukuu maneno yake rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi. Hii inahitaji ulinzi na maendeleo ya viwanda vya ndani ili kuhakikisha upatikanaji endelevu wa chakula bora, fursa za kazi, kupunguza utegemezi wa nje, kuhifadhi sarafu na kuimarisha uhuru wa kiuchumi. Ila utegemezi huu ambao nchi nao kwa miongo kadhaa ni hatari na inaathiri sana usalama wetu na utulivu wa kijamii. Sekta viwanda nchini Kongo kwa leo inatishiwa, ikiwa ni pamoja na uvamizi mkubwa wa bidhaa zilizoagizwa kutoka nje, mara nyingi upelekea ushindani na kuzuia uzalishaji wa ndani, mazoea ujanja na ulaghai, haswa ile inayoitwa bilanga, ambao husisha masoko ya bidhaa haramu kwa bei ya chini. Tabia hizi zinakatisha tamaa ya uwekezaji, inazoofisha biashara zetu, kupunguza mapato ya ushuru na kuzidisha ukosefu wa ajira na kuzofisha mamlaka ya serikali, alisema Rais Felix Antoine Tshisekedi wa DRC. Ndio Safari Alimasi. Kulingana na hali hiyo, rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi alihusika chini ya uratibu wa waziri mkuu, naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani, ule wa uchumi wa kitaifa, waziri wa viwanda, waziri wa fedha na ule wa biashara ya nje kuchukua kwa haraka hatua kwa pamoja, kama vile marekebisho yaliyokusudiwa ya ushuru wa kuagiza ili kuwalinda wazalishaji wetu wakati wa kuhifadhi nguvu ya ununuzi, kuimarisha mfumo wa kisheria ili kuhakikisha ufuatiliaji wa bidhaa, usasa wa vifaa vya kudhibiti na kukandamiza kwa ufanisi ili kupambana na ujanja, utekelezaji wa mifumo ya motisha ya kusaidia uwekezaji wenye tija, mkakati wa kitaifa wa mawasiliano ya kukuza uzalishaji wa ndani, matumizi ya ndani na kutengeneza na kutumia vyote ndani ya nchi. Vile vile kilimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mojawapo ya shughuli kuu za kiuchumi nchini, kinatoa uwezo muhimu wa maendeleo na uchumi wa kitaifa. Na kwa kumalizia, Isaac, kwa wataalamu kadhaa katika sekta hiyo, kukuza sekta ya kilimo ni njia mojawapo ya kupunguza njaa katika DRC. Ili kukabiliana na mahitaji ya chakula, DRC inalazimika kugeukia nchi zingine ili kuagiza vyakula fulani ambavyo nchi hiyo yenyewe inaweza kuvizalisha. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari. Mimi ni Omari Makelele.